imekuwa ni siku ya Jumanne ambayo ni ya Novemba 11 mwaka 2025. Karibu sana katika Viwanjani, siku ambayo tutakuangazia mambo mengi sana. Machache kati ya mengi ambayo tutaweza kuyaangazia ni kuhusiana na kikosi cha timu ya Tanzania Taifa Stars chini ya kocha Miguel Angel Gamon pamoja na Ahmad Ali kikianza mazoezi rasmi kujiandaa na mchezo wa kirafiki dhidi ya Kuwait. Lakini ukiachana na hayo, tutaangazia kuhusiana na kikosi cha Young Africans na swala zima la maandalizi yao, tathmini yao kuhusiana na michezo ya ligi kuu ya NBC na matayarisho yao sasa ya kuelekea katika mchezo wa kimataifa. Ukiachana na hayo, pia tutaimulika kikosi cha Singida Black Stars ambao na wao wameanza rasmi maandalizi yao ya kuhusiana na michezo ya kimataifa. Kumbuka wapo katika kombe la shirikisho barani Afrika wakiwa na kibarua kigumu, wakiwa pamoja kundi moja, Singida Black Stars na Stellenbosch kutoka nchini Afrika Kusini, na bila kusahau CR Belouizdad. Tutaangazia mengi sana katika paddle tennis, bila kusahau pia tutaangazia kutoka IBFA. Kuna mengi sana ambayo yanazidi kujiri katika upande wa soka la hapa ndani. Lakini bila kusahau tutaangazia barani Afrika michuano ya Liga Mabingwa barani Afrika kwa upande wa wanawake kuzidi kushika kasi, na hiyo tutatupa jicho huko. Bila kusahau kwenye anga kimataifa taarifa mbalimbali ambazo zinazogonga hususan ushindani katika La Liga, Serie A, tutakwenda kugusa hapo baadaye Bundesliga, bila kusahau pia matayarisho ya kufuzu kwa finali za kombe la dunia, kwa sababu sasa ni kalenda ya FIFA na hivyo tutakupisha mapumziko ya takriban wiki mbili. Mimi ninayokaribisha naitwa Saidi Salim Msumi, unaweza kulita kama kaka Saidi. Kuna mengi sana ambayo tutaweza kuangazia hapa mpaka saa 6 kamili za mchana. Kumbuka joto la Afrika, tutaangazia zilizobamba mitandaoni kama kawaida. Mzee wa Ujda Ali Bakari Mufti, unajua tutaangazia kote huko. Lakini bila kusahau katika the pitch, wachambuzi wangu siku ya leo, uwepo wa Andrew Kinga Mkono ni mkubwa sana humu ndani kwa ajili ya kutupatia VAR imesemaje, VAR ingekuwepo matokeo yake ingekuwaje. Tuko naye humu ndani kwa ajili ya kufanya uchambuzi. Bila kusahau Viwanjani haiwezi kwenda bila ya uwepo wa Rashid Don Hamisi, the heavyweight pundit, the only one in Africa, kwa ajili ya kuweza kuangazia mengi kabisa ambayo tumeweza kuandaa katika siku hii ya leo. Karibu, tamati tutakuwa ni majira sasa kamili za mchana. Jambo la kwanza tusalimiane. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Tamam. Tamam. Kuna mtu amekula hela yangu. Asubuhi yote hii. Kuna mtu amekula hela yangu. I think preparation will be good. We just be proud ourselves. I think we have a good trend, and many players from Morocco team, they are already arrived here, and I think Kevin, he will join Reta, and also Toto Kautak. I think all people, they will be happy because of prayers that they will have. I think we will all sing Toto Kautak. Nchi la watu hii. Ipeponi kabisa. Kwa mandhari ya kwamba wote tupo. Kipindi kinafanyika. Jambo limepisha. Hata shida. Mazuri tutachukua na mabaya tutafanya kazi. Tupo tufanye hivyo. Tuone tunafikaje. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Jambo la kwanza ndio hivyo tunapoanza katika Viwanjani siku ya Novemba 11 mwaka 2025. Lakini kwa sasa tuanze na soka letu. Tuanze katika soka letu ambapo kikosi cha timu ya Tanzania Taifa Stars kimeanza rasmi mazoezi hapo jana kwa ajili ya kujiwinda na mchezo wa kirafiki
wa kimataifa katika kalenda ya FIFA dhidi ya Kuwait, mchezo ambao unataraji kufanyika katika nchi ya Misri Novemba 15 mwaka 2025. Kumbuka kwamba kikosi hicho kimeanza mazoezi hapo jana katika viwanja vya Gymkhana, akiweza kuanza kwa maandalizi yake maalum kabisa kwa ajili ya kujiandaa na mchezo huo wa kirafiki. Kumbuka kikosi cha timu ya Tanzania Taifa Stars jana mazoezi yao yamesimamiwa na kocha mkuu Miguel Angel Gamondi pamoja na kocha msaidizi Ahmad Ali katika mazoezi ya kwanza ya kikosi hicho. Ni miongoni mwa watu kwanza kuwa nasubiri msaidizi atakuwa nani, lakini mazoezini akaonekana Ahmad Ali kama tetesi zilivyoarifu hapo awali. Inawezekana hoja ikaja, Ahmad Ali, Miguel Angel Gamondi, tunaenda kupata chemist ya aina gani? Rashid. Of course ni walimu ambao wamefanya kazi nzuri kwa msimu huu, na Ahmad Ali ni mwalimu kijana, mwalimu wa kisasa. Gamondi ni mwalimu mzoefu kwenye soka la Afrika, na unaweza kusema na experience yake aliyopata akiwa na Young Africans. Kuna itamki ile jina lake? Angel Gamondi. Experience aliyopata pale, na kwa kiasi fulani Singida unaweza kusema anafahamu kwa uchache wake utamaduni wa wachezaji wa Kitanzania. Ahmad Ali experience aliyokuwa nayo kwenye mpira wa Tanzania, na bahati nzuri amekuwa na platform nzuri ambayo imempokea. Ni jukumu lake sasa kuweza kuona anamsaidiaje Miguel Angel Gamondi kuweza kutekeleza kile ambacho Watanzania wengi wanakitamani na ujio wao. Of course hiyo kombo ni ngumu kuweza kuielezea kwa sasa, kwa sababu kila mtu kwenye falsafa ni kama wanataka kufanana, lakini kuna sehemu kidogo wanapishana. Lakini bado unamuona Ahmad Ali ana nafasi kubwa zaidi ya kujifunza, kwa sababu yeye tunamtegemea ni miongoni mwa walimu wachanga, walimu wa kisasa ambao tunawategemea kufanya mabadiliko kwenye coaching. Gamondi experience yake, ukomavu wake, uwezo wa kuzungumza na big names kwenye dressing room, hiyo inaweza kumsaidia pia Ahmad Ali kwenye namna ya kuweza kutreat wachezaji wenye majina makubwa. Timu yetu ya taifa bahati nzuri sasa hivi kwa 60% tayari wana majina makubwa, ni watu ambao wana nafasi kwenye timu ambazo wanacheza. Kwa hiyo namna ya kuwa treat inawezekana ikawa ni tofauti sana. Aliyeondoka Hemed Morocco aliishi nao kwa muda mrefu, kwa hiyo kuna kipindi ilifika mahala anaishi nao kama familia, yani wale wanamuona kama ni mzazi. Kwa hiyo ikafika mahala wanazungumza as friendly kwamba kuna kitu nataka wewe utanifanyia, kuna kitu nataka wewe utanifanyia, wewe nitakuweka nje kwa sababu nataka huyu kuna kitu atanifanyia. So unaelewa, kwa hiyo inakuwa mazungumzo as a family. Lakini kwa hawa walimu wa sasa hivi hawawezi kuwa na hiyo lugha. Watakuja kwenye namna gani unaweza kuwasikiliza na kuapply kile ambacho wao wanakihitaji kwa misingi ya kwenda kukamilisha kile kinachopaswa. Wacha tuone kama TFF itawapatia, nafikiri mechi 2 au 3, nafikiri benchi la ufundi hili jipya linaweza kuwa kwenye nafasi nzuri zaidi ya kuweza kuselect nani na nani na nani anaweza kufanya nini. Kwa sababu nachukia unapo Rashid ni kwamba tuna mechi moja hii hapa ya kirafiki ya Novemba 15. Ikitoka hapo tutarudi tena kwenye ligi. Watakuja kuita kikosi ambacho na mimi natapata mechi 2 au 3 before ya kwenda kwenye tournament ya AFCON. Kwa sababu yani hii timu ilivyo na kocha ameingia kwa sababu ya AFCON. Kubwa naiona hiyo, Miguel amechukuliwa kwa sababu ya kwenda kwenye AFCON. Kwa hiyo wao
TFF wanaamini kwamba kuna kitu kinapatikana kutoka kwa Miguel na Ahmed Ally. Mimi naamini kwamba uwepo wa Gamondi na Ahmed Ally, watu wanaocheza mpira unaofanana, wanapenda kutembea na mpira. Kwa hiyo itakuwa nafasi kubwa kwao, hasa kama combination yao itaweza kufanya kazi vizuri kwa haraka, kupata haya maelewano yao yataipa Taifa Stars kitu chanya. Lakini kwa Watanzania na mimi mwenyewe binafsi, changamoto kubwa ya Taifa Stars katika tangu mwaka huu umeanza, nimeona mpira wa mwisho katikati ya uwanja kwenda mbele ndio changamoto kubwa ya Stars. Kwa hiyo natarajia Gamondi ataliona hilo, kuitengeneza Stars iweze kufunga magoli. Stars inaweza kujilinda, na ndio maana ukiangalia hata nani zake wanaonekana ni timu ambayo inafunga magoli machache, lakini haiwezi kufunga magoli. Yaani washambuliaji wafungi magoli, viungo wake wafungi magoli. Yaani idadi ya magoli wanafunga ni machache sana kwenye mechi ambazo za kuamua, na utengenezaji wa nafasi umekuwa mdogo. Kwa hiyo naamini kwamba kocha Miguel Gamondi pamoja na Ahmed Ally wakiweza kutengeneza combination nzuri ya wachezaji wao waliowaita kina Kevin, siwezi kumpa mzigo mkubwa sasa mapema sana, sababu bado ndo itakuwa labda kwa mara ya kwanza anakwenda pale. Samata hayupo kwenye kikosi, hayupo Msulva. Kwa hiyo naamini hao walikuwepo wakina Mwalimu wana jambo la kufanya. Kocha jinsi gani atawatengeneza viungo wakina Faisal na kina Sopu waweze kuwafanya wale washambuliaji pale mbele waweze kufunga magoli, au timu iweze kufunga magoli, kwa sababu ina changamoto ya kufunga magoli. Ndio hasa kikwazo kubwa cha Stars. Kinga Mkono, inaweza kuna watu wasema kwamba na pamoja Rashid tusizungumze wakati wa giza. Wakati wa giza sio kwamba yani mitandao haijachipukia sana. Maximo alivyochukua mikoba ya Mshindo, Dr. Mshindo Msola ndani ya timu ya Taifa Stars, timu ikaanza kujilinda zaidi. Yani mfumo ukaanza kujilinda zaidi. Sijui, lakini naamini timu ya Taifa Stars ilikuwa ina mseleko mzuri ama transition. Ni kipindi ambapo timu alichukua Kim Paulsen, ile akawaingiza Frank Domayo, muingize Shua Boy. Ukaona timu ina ile transition yake, ndio tukafunga Morocco mabao 3-1. Yani unaona timu ina flow. Hata kama tunapoteza, lakini unaona kwamba timu ina flow. Kuingia kwa Gamondi ambaye ana falsafa ile ya kufanya pressing juu. Ahmed Ally, Rashid na Kinga Mkono ni kocha ambaye anaruhusu timu icheze. Yes. Tuitegemee hiyo kwa national team? Kwa sababu ukisema ya Maximo, nakumbuka wakati ule Maximo alisema kwamba changamoto timu ya Tanzania ilikuwa kwenye kujilinda. Ilikuwa inaruhusu sana magoli. Na yeye katika kujenga ubora wake wa timu, alisema kwanza ili timu ifanye vizuri, lazima tuanze kutengeneza, tujilinde, tusiruhusu magoli. Na ule ni msingi ambao Tanzania umeuchukua mpaka leo hii umebaki nao. Kwamba tuwe na safu imara ya ulinzi. Alafu kisha nitakuja kutengeneza katikati. Yeye aliweka interval kwamba tunatengeneza kwanza mabeki hizo phase. Alafu nakuja kuweka safu ya kiungo iwe imara, mwisho nitamaliza na washambuliaji. Na ndio wakati anaanza kutengeneza ushambuliaji ndio tulipowaona kina Mlisho Ngasa, kina Tegete wanaanza kufunga. Baadaye sasa mkataba wake ulipokwisha, alipokuja Paulsen, yeye naye akaanza kurekebisha mle. Na Kim alipokuja sasa, maana Jean Paulsen na Kim Paulsen unajua walipita kwenye wakati tofauti. Naona Jean alikuja akaikuta timu bado iko pale. Kwa hiyo naye akaendeleza kwenye ule msingi. Kina Samata na Ulimwengu wakati wao wanacheza Mazembe, kwa hiyo walikuwa na kitu kipi ambacho waliongeza kwa Stars, ndio ile Stars ikamfunga Morocco. Uliona timu inakimbia vizuri na inafunga magoli. Akaja Kim ambaye yeye alikuwa na timu ya vijana. Kwa hiyo aliamua kupanda na kina Msulva, kina Dumayo, alikuwa vijana wake alienda nao kwenye Kosafa. Walifanya vizuri sana Kosafa South Africa. Kwa hiyo alikuja na timu ambayo ana vijana ambao anawajua, akaleta pale, akaongeza nguvu ya ushawishi kwenye timu. Timu ikaanza kucheza mpira kwa sababu wale ni vijana wake, aliwatengeneza, alipata msingi nao. Kwa hiyo kwa Gamondi, yeye anakutana na timu ambayo inakwenda kwenye mashindano. Unaenda kwenye mashindano kwa malengo gani? Umeona? Tunataka kushinda, tunataka tujifunze, na sisi tuna 27 hapa ya kwetu. Haya mashindano sisi tunayatumia kama nini? Kama kwa ajili ya kushindana, kwa ajili ya kujifunza. Ndio lengo siku zote kwenye mashindano ni kupata matokeo, lakini sisi tuna lengo gani hasa kubwa kwa timu yetu ya taifa? Na Gamondi tuna mpango nao gani? Ni mashindano tu. Baada hapo tutafuta mtu mwingine kwa ajili ya AFCON ya 27. Kwa sababu haya ni malengo makubwa ambayo taifa inabidi liwe limejiwekea, na FA inabidi iwe imesimamia hiyo kwamba Gamondi anakuja, lakini tunataka huyu ndo tunaenda naye mpaka 27, kwa sababu 26 na 27 haiko mbali. Ni almost mwaka mmoja tu. Kwa hiyo naamini Gamondi ana kitu atatufanyia, lakini sitegemee makubwa sana kwenye AFCON. Hata kwenye hizi mechi, kwa sababu kwanza ndo anatengeneza timu,
anatengeneza vijana, anajaribu kutaka kuaminiana. Timu inaweza ikawa inamiliki mpira lakini bado ikawa na makosa mengi kutokana na bado timu haijakaa nayo vizuri na tabia za wachezaji mmoja mmoja bado hajazielewa vizuri. Kwa hiyo kuna muda mwingi wa kujifunza, na hasa wachezaji wetu wengi sisi bado ni wadogo kulinganisha na hizo level tunazokwenda kushindana sasa hizi. Chani ilikuwa kidogo sisi tuna nafasi kwa sababu ya ligi yetu. Lakini tunapoenda kwenye mashindano ya AFCON kunakutana na watu wakubwa zaidi ambao wanatoka kwenye ligi kubwa bora zaidi. Kwa hiyo wachezaji wetu bado wana nafasi ya kuonyesha kinga mkono na Rashid. Yaani kwamba kuna muda unaweza kuwa unasema unapambana na mkubwa, lakini kuna kitu unakionyesha, unasema yes, tuna kitu tunakiona. Inategemeana sasa unaonyesha nini. Unajua mimi kwenye national team, timu yetu ya taifa ya Tanzania, mmejaribu kuangalia kina Maximo, kina Posen mpaka kwa Ahmed Morocco. Mimi ninakubali kabisa kwa dhati yangu, timu ya Ahmed Morocco ilikuwa inacheza vizuri sana kuliko timu zote za nyuma timu ya taifa. Lakini sio kwamba na beza uwezo wa walimu waliopita. Maximo anakuja hapa, tulikuwa hatuna vitu vitatu. Kwanza tulikuwa hatuna uzalendo na national team ambao alikuja kaibuild vizuri sana Maximo. Mbili, akagundua kwamba sisi tunatoka from the street, kwamba kuna vitu tunalaki kwenye national team na upaswi kwenye national team ufundishwe namna kupiga pasi. Huko watu wanakuja kuapply namna kwenda kupeleka kupata matokeo. Si ndio? Yes. Tatu, tulikuwa tuna quality. Ilikuwa hatuna hiyo quality. Kwa hiyo Maximo akagundua ili Tanzania ije kuwa na maisha mazuri baadaye, ni kwanza tutengeneze uzalendo, watu waipende timu ya taifa, ili baadaye waweze kuisema, waweze kuishangilia, waweze kuisapoti kwenye namna yoyote. Alifanikiwa sana 100%. Walifuata baada ya hapo wakawa wanajaribu sasa kuanza kutazama tunaondokaje kwenye hatua moja kwenda kwenye hatua nyingine. Maximo alikuwa anaitengeneza timu ya taifa kwenye kujilinda zaidi, kwa sababu alikuwa anaamini hatuna quality ya kwenda kupishana na mpinzani yoyote kwenye kiwanja. Na ni kweli. Na ni kweli ilikuwa hivyo. So unanielewa? So ni lazima kwenye kuitengeneza, ni lazima tutengeneze namna kujilinda zaidi pasipokuwa kujali kitatokea nini. Walivyokuja kina Pose na nini wakaanza, kwa sababu nao pia kwenye utaalamu wao walijikita zaidi kwenye mafunzo ya vijana wadogo na nini, wakawa wanajaribu sasa kuweka vitu ambavyo pengine vitakuja kuisaidia Tanzania. Madaraja kama amepita hapa. Alipofika Morocco akaona kuna haja, kwa sababu vilabu ambavyo vinazalisha wachezaji wengi Tanzania tayari vilishaanza kuogopwa na kuanza kufanikiwa kutokana na combination ya wachezaji wenye ubora kutoka kwenye mataifa mengine. Akaona kuna haja ya kuitengeneza timu ambayo itaenda kupishana na mataifa ambayo yalikuwa bora kuliko sisi, au sisi walikuwa wanatutazama kwa namna nyingine kwa ngazi ya vilabu. Kwa sababu Tanzania, unajua unapozungumza Tanzania kwenye mpira wa miguu, hawaizungumzi timu ya taifa Tanzania. Wanazungumza vilabu vya Simba na Yanga kwa mafanikio yao. Sasa hiyo kofia ndio ambayo Ahmed Morocco akaichukua akaipeka kwenye national team. Timu ikaanza kuflow, inacheza vizuri, maisha yanaenda, si ndio? Sasa Gamond na Ahmed unategemea watafanya pale alipomalizia Ahmed Morocco na Ahmad Ally. Na Ahmad Ally. Sasa Tanzania mpaka Ahmed Morocco anaondoka, ni kweli Tanzania ina shida ya eneo la striking. Eneo la ufungaji lina shida kubwa. Ahmed kamefanikiwa kuitengeneza timu kuanzia kwenye defense, midfield, timu ina flow vizuri. Lakini inapofika kwenye eneo la umaliziaji kumekuwa kuna heka. Lakini bado unajiuliza, hii ni tatizo tu la Tanzania au tatizo la watu wote? Inawezekana ni tatizo la watu wote, lakini kwetu ni tatizo zaidi. Sasa ukiangalia squad, mtu pekee ambaye kaenda kwenye eneo lile ni Selemani Mwalimu. Rashid, nakuja kwako. Hapo kuna swali lingine tena ambalo litakuja hapo kuhusiana na kikosi chetu. Lakini kwa sasa kinga mkono, twende tukamsikie ofisa habari wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF Clifford Mario Ndimbo akiweza kuzungumza kuhusiana na maandalizi ya kikosi cha Taifa Stars. Tutarejea.
Unapomzungumzia kocha Gamondi, inakuwa ni mchezo wake wa kwanza akiwa na kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, lakini ni kocha ambaye tayari anafahamu vizuri ligi za Tanzania, amefundisha kwenye timu tofauti hapa Tanzania. Kwa hiyo anaungana na kikosi ambacho pia amekuwa akikifuatilia kwa muda mrefu. Kwa hiyo anakwenda kwenye kikosi ambacho ni kocha mpya, lakini sio mgeni wa wachezaji ambao yuko nao katika timu ya taifa. Kwa hiyo na ndio kocha ambaye ataongozana na kikosi kwenda kwenye AFCON pale Morocco. Kwa hiyo katika mechi hizi za kirafiki, maana yake bado anaendelea kuangalia vitu tofauti vya namna gani ambavyo tunakwenda kwenye hiyo AFCON kabla ya kambi ya AFCON, kwa sababu hii ni kalenda ya FIFA ambayo imekuja kwenye wakati ambao tunaelekea pia kwenye kambi ya AFCON. Kwa hiyo baada ya mchezo huu wa kirafiki, maana yake ni kwamba tutakuwa na kambi ya AFCON baada ya mambo mengine kuweza kukamilika. Kwenye kikosi ambacho kipo kambini, kocha Gamondi amewaongeza wachezaji wa 5 hivi wa under 20, na nia ni wachezaji hao kuweza kufanya mazoezi pamoja na wengine na kuendelea kuwapa maandalizi mazuri wakiwa mchanganyiko wa pamoja. Mechi hizi ambazo tunacheza ni mechi muhimu sana, ni mechi ambazo tunaendelea kuboresha kikosi, tunaendelea kuimarisha kikosi, na ni mechi nzuri ambazo tumekuwa tunazipata. Kwa hiyo ni waombe wa Tanzania tuendelee kuisupport timu yetu ya taifa ambayo kwa sasa focus ni kwenye mashindano ya AFCON 2025 ambayo yatafanyika pale Morocco kuanzia mwezi Desemba. Clifford Mario Ndimbo, kumbuka finali za AFCON kwa mwaka 2025 zitaanza Disemba 21. Kwa unaweza kuona hiyo interval ambayo tupo nayo kwa wakati huu, Disemba 21, leo ni Novemba 11. Kwa hiyo ukiangalia hapo muda mdogo, muda ni mdogo sana. Sawa. Muda mdogo. Nilikuwa wakati tunasikia pale kuhusiana na taarifa ya Clifford, Rashid nikwambia kwamba tusubiri kidogo. Kwa nini sema tusubiri kidogo? Tuangazie matokeo michezo 5 ya mwisho ambayo Taifa Stars iliweza kupata ilipokuwa inashiriki mashindano mbalimbali. Matokeo yake yalikuwaje? Mchezo wa kirafiki Tanzania wa mwisho ilikubali kichapo cha mabao 2-0 dhidi ya Iran, lakini mchezo wa kufuzu kombe la dunia mwaka 2026 ikipoteza nyumbani dhidi ya Zambia Chipolopolo, lakini ilipoteza nyumbani kichapo cha bao 1-0 dhidi ya Niger. Lakini mwisho wa siku pia ilikwenda sare ugenini ya bao 1-1. Lakini huo mchezo wa mwisho ulikuwa ni hatua ya robo finali ya michuano ya CHAN ambayo ilipoteza dhidi ya Morocco. Ukiangazia mtiririko matukio haya kinga mkono, Gamondi anaanzia wapi? Gamondi kuanzia ni siku zote timu, sifa nzuri ya timu ni kujilinda. Unajua kuna mtu alichukua ubingwa kutoa sare nyingi, akaenda mpaka kafika finali akifunga goli moja mechi imeisha, ambaye alikuwa Ugiriki, alifanya hiyo rekodi katika Euro mwaka 2004 ilifanyika Ureno. Kwa hiyo alifanya kwa Euro yangu bora sana. Siku zote kitu cha kwanza kwenye timu ni kujilinda. Lakini unajilinda huku ukitafuta goli, kwa sababu huwezi kwenda na sare tu peke yake. Sare zinaweza kukufanyisha ukafuzu kwenye makundi, lakini unatakiwa ushinde. Kwa hiyo namna gani sasa anaweza kuwafanya viungo, siku hizi yeye amekaa na wachezaji na tumeona kwenye timu zake nyingi viungo wengi walikuwa wanafunga magoli. Namna gani anaweza kuwafanya viungo wake wakafunga magoli au washambuliaji wakafunga magoli? Hiyo ndo karakta kubwa ambayo anatakiwa kuja kuifanya Gamondi, kuhakikisha kwamba wale wachezaji ambao wanacheza kwenye nafasi za juu waweze kuwa na timu hiyo inatembea na kutengeneza nafasi. Wakati mwingine timu yetu ilikuwa inacheza afu mpira unaopigwa kwenda mbele unaona huu unapigwa tu kwa sababu unaenda mbele. Hata ile goli moja lilofungwa na Mwalimu dhidi ya Kongo, ule mpira kama ulibutuliwa tu, Mwalimu akakimbilia akakuta akapiga shuti moja ikawa goli. Umeona? Kwa hiyo timu ilikuwa haina mpango mzuri wa kufanya mashambulizi. Kwa hiyo Tanzania inachohitaji kwa Miguel na Ahmed Ally ni kwamba timu ianze kutembea na kutafuta nafasi za kufunga. Tunatembea vipi? Je, tutakuwa tunakaa nyuma tunashambulia kwa kushtukiza kama tulivyokuwa tunafanya huko awali? Wakati wa Maximu timu ilikuwa inakaa nyuma muda mwingi.
lakini unategemea zitapigwa pasi nyingi, afu kuna pasi moja itapigwa, unategemea Ngasa aingie kwa spidi au Said Mwalimu Said Maulidi aingie kwa spidi aende akafunge, kwa sababu kulikuwa na watu wana kasi hizo. Tunao kwenye watu wenye kasi au Dani, yes, unaona kulikuwa na watu wana kasi hizo za kutumia hizo nafasi chache ambazo Tanzania kwa wanazitengeneza kufunga magoli. Kwa hiyo ni aina nyingine ya mbinu ambayo kocha anatakiwa kuitengeneza kuhakikisha kwamba hii timu pamoja na kwamba inajilinda, ili tusende kule Nigeria, tusende Morocco tukiwa tunakutana na Nigeria, tunakutana na Tunis na ndugu zetu wa Uganda, tusiwe sisi punching bag. Naona tunataka tuonyeshe kwamba sisi tuna kitu. Kama final zote zilizopita ambazo tumecheza hapa, tulikwenda tukapoteza, lakini hatukupoteza kwa idadi kubwa ya magoli. Tumefungwa goli 2, goli 3, mwisho ziko hapo. Yaani kwa hiyo inaonyesha timu bado ina nidhamu nzuri ya kujilinda. Kwa hiyo hicho kikubwa ambacho kipo, msingi wa kujilinda ambao upo. Safu ya ulinzi ya Stars bado ni ile ile ukiangalia. Kapombe, Shabalala, Jobu, Baka, Sima Mnyeto au atakuja na Angu kama atakuwa ameitwa kwenye timu. Naona Kwa hiyo unaikuta ni wachezaji wale ambao wako kwenye safu ya ulinzi. Kiungo pale unawakuta ni wale. Kina Faisal na nani Habibu Gego ambaye naye amekaa naye Singida. Kwa hiyo nadhani ana nafasi kubwa ya kuendelea kumtumia. Kwa hiyo kwenye safu ya ulinzi ya Stars kwa sababu gani inakuwa imara? Kwa sababu wachezaji wake wengi ndio wanatumika kwenye hizo klabu. Umeona? Kwa viungo na mabeki wengi ndio wanatumika kwenye hizo klabu za Simba, Yanga, Azam, ni wa Tanzania. Washambuliaji tumeamua kutafuta washambuliaji kutoka nje. Kwa hiyo ndio ili gap linaonekana kwamba wachezaji wa washambuliaji wetu bado wengi hawana uwezo. Na wale ambao tunawachukua kutoka nje, Samata siku zimeenda, tunakubali amefanya kazi kubwa sana, lakini siku zimeenda, wakati mwingine vitu vinakataa. Na tunaona hata sasa hivi Ufaransa bado magoli yamekauka kwake. Msuva yuko Irani, yuko Iraki. Bado na mwenyewe hajaja kwenye ule ubora wake ambao ndio wafungaji wetu bora wa muda wote kwenye timu ya taifa. Kwa hiyo sasa hivi tuna vijana wanakuja, Mwalimu anakuja kwa mara ya kwanza, Kevin anarudi tena baada ya kucheza vizuri na timu ya vijana, sasa anaitwa kwenye timu ya wakubwa. Kwa hiyo na mwenyewe wanatakiwa wao watengenezwe, waaminike, waweze kuja kuleta magoli, kwa sababu magoli ndio changamoto ya Stars. Mimi niko naangalia Rashid, kabla Makiro tumebezi sana kuhusiana na technical bench. Inawezekana watu wakawa wanauliza kwa nini sasa ni kutokana na ujio wao, ndio siku yao ya kwanza mazoezini. Kwa hiyo lazima tupie jicho, yani kwa sababu this is our national team. Hii ni timu yetu ya taifa ambayo kila mtu inamhusu. Kuna sehemu tuna tofauti kwa itikadi. Wengine watakuwa Lipuli wanapa Luhengo, wengine watakuwa Mtibwa, wengine watakuwa Njombe Mji, lakini ikifika kwenye national team inabaki kuwa katika national team pamoja. Squad ilivyoitwa, matarajio yako siku ya kwanza mazoezini, majina ambao ni mapya ambayo na mimi tutaweza kuyaona ni Haji Mnoga, Kelvin ambao wamerejeshwa na kikosi, bado still Italian, Arakia ameitwa naye katika kikosi cha timu ya taifa. Lakini mimi katika mchezaji ambaye natamani nizidi kumuona zaidi ni Paul Peter Kasunda pamoja na Habibu Gego. Yes, wana nafasi kwa sababu ni vijana na wana nafasi ya kuonyesha. Mimi shida yangu ya timu ya taifa huwa tunacheza kwa sababu ya kupata matokeo. Hichi kitu sikipendi. Binafsi huwa sikipendi. Kwa sababu unapenda nini? Au unataka nini? Tuwe tutengeneze timu ambayo tutaidai baada ya muda fulani. Kwa sababu hii timu ya taifa yaani leo hii Kinga Mkono anakuambia mimi siwadai, umesema atuwadai kwenye sitegemei wakifanya vizuri AFCON ya Morocco. Yeye amesema hivi, aliuliza akasema aliuliza afa anajibu kwamba mategemeo yetu ni nini kwenye AFCON 2025. Tunakwenda kushindana, tunakwenda kutengeneza base ya kwamba jamani mmetuona. Unakumbuka kauli ya Fadru alipofungwa na Belkane 2-2 kule? Akasema hivi, yes 2-0, welcome to Benjamin Mkapa, ubaya ubwela. Yani unajua hiyo belief kwamba imani kwamba listen, sisi hapa tunakuja kwa ajili ya kuonyesha kwamba kuna vijana tunakuja nao wakina Morris Abraham ambao we can expect, wakina Gego Faisal kwamba atakuwepo, wakina Nangu atakuwepo 27. Tuna show off, tunapata uzoefu, tutakuwepo nyumbani. Ama ni tall to tall, tunahitaji hili jambo. Bado unajua ndio maana nasema unaamini nini? Ama mtazamo wako ni nini? Mimi ninachoamini ni kwamba
yani nitoe mfano gani unielewe? Yani kuna project zinakuja, mfano kwenye CHAN waliitwa vijana wengi sana lakini hawakutumika. Waliitwa vijana unakumbuka? Lakini au nakumbuka watu kwa wanaoji bana vipi? Sasa Rashid ndo hapo. Kabla sijajibu swali lako, ndio maana nikuuliza unaamini nini? Kabla sijajibu swali lako la msingi. Watanzania wengi kwanza walikuwa wanagombana na Hemed Moroko kwenye selection ya wachezaji. Ndio ulikuwa ugomvi wao mkubwa. Kafika wakaenda mbali mpaka wakahoji, hivi ni kweli kabisa timu yetu ya taifa inafika mahala kiungo huyu ndo anacheza kiungo huyu? Manake hawa viungo wote hawa hawana ubora kucheza mpaka cheze huyu, au mshambuliaji huyu ameitwa au mshambuliaji huyu, yani kweli sio, unaelewa? Yani shida ya Watanzania wengi ilikuwa hapo kwenye namna ya kuselect team inayoanza, hata wale ambao walikuwa wanaitwa hawa walioitwa sasa hivi watu wamekaa kimya kwa sababu wanataka kuona nini kinatokea. Lakini hebu mahitaji yetu sisi na mahitaji ambayo Hemed Moroko alituonyesha kwamba tuna shida ya kushambulia na kufunga magoli, hebu turudi kwenye mabenchi ya ufundi hao walimu ambao wameitwa. Gamondi ana washambuliaji 4 Singida, tena top striker. Top striker. Ana Rupia, ana Mwaku, ana nani pale? Kuna mwingine achezi Maarufu Shakei, maarufu namba 10. Ana watu 4 pale top kabisa. Sindio? Sema ingawaje yule mwingine yule naye achezi alikopo Ken Gold. Mishamo Daudi ambaye kwenye CHAN alikuwepo. Bwana top kabisa. Timu imecheza mechi 3. Sindio? Imecheza mechi 3. Imefunga goli 3. Sindio bwana? Yes. Imefunga goli 3. Kwenye hizo goli 3 magoli 2 yamefungwa na ma center back. Sindio? Alifunga Trabi yule. Umeelewa? Unaishia hapo. Njoo kwa Ahmad Ally. Ahmad Ally kwenye eneo lake la ushambuliaji anapopita ana Beka, Sido Mohamed Baka, ana Edward Songo, Captain wazee imekwisha. Naye ana watu. Wana sanaa nzuri ya ufungaji, ana wapambanaji wengi. Lakini timu bado na yenyewe huku imefunga magoli machache sana. Sindio? Sasa ukirudi kwenye tatizo letu la msingi kwenye timu yetu ya taifa ambayo ina shida ya ushambuliaji, unarudi katika washambuliaji ambao wameitwa. Selemani Mwalimu ambaye bado anaendelea kustruggle kutafuta nafasi ya kwanza kwenye timu ya Simba Sports. Kevin John ambaye majuma kadhaa kuna video zake zilikuwa zina trend kwamba amefunga goli 2 akiwa na Aibag huko. Lakini bado sio top striker ambaye unaweza kusema huyu tunamwamini. Mentally hakuwa vizuri. Alikuwa anakuja vizuri, mtoto mdogo akatengeneza ego, akawa mkubwa, akajiona ndo top kabisa, akaharibu career. Wenzake wote ambao walikuwa watu wana predict watakuwa wakubwa, wamekwenda yeye wamemwacha. Ni kwa sababu pengine tu alivaa ukoti ambalo halikumstahili. Ameturudisha nyuma kimaendeleo kama nchi. Sio? Ndio washambuliaji wawili ambao wameitwa kwenye national team. Hawa walimu ambao wameitwa Gamondi pamoja na Hemed Suleiman na Ahmadi, timu zao wamezitengeneza vizuri kwenye namna ya kujilinda na namna ya kutengeneza nafasi chache na kuzitumia. Lakini kwa Gamondi pia historia na mbeba akiwa Yanga alikuwa hana mshambuliaji kama ni kinara hivi Hafidh Water Konkon na ujio wa mtu kama alikuwepo nani Clement Mzize, lakini ile wachezaji wake watatu Maxi, Stefan na Pacome walitengeneza namba za hatari. Kaka, Yanga ni kesi nyingine. Kuna tofauti kati ya Shehe na Nabii. Ndio maana nimekupa mfano kwamba lakini yes anabaki kama ni kocha. Ndio, lakini ndio ujue hiyo tofauti tu. Na kukubalia. Lakini kwamba katika CV yake itabaki kwamba alifanya hichi kitu. Sasa hapa hata kwenye nachotaka kutazama hata kwenye hiyo Hafidh Konkon washambuliaji wa Gamondi walikuwa na idadi ndogo sana ya magoli kuliko viungo ambao watumia, sio? Sasa mimi hapa nachotaka kuangalia hapa kwa hawa walimu wote ambao hawa Gamondi pamoja na mwenzake wameitwa Ahmad Ally.
falsafa zao zinatuonyesha bado na wenyewe wana shida kubwa ya kuweka mpira kambani, mbali kuwa na wachezaji kutoka kwenye mataifa mengine na quality tofauti. Unakuja kwenye taifa ambalo hakuna namna nyingine zaidi ya kutumia ulichokuwa nacho. Unakuja wanaitwa kwenda kufanya vizuri. Lengo la kuwaita hawa ni kwenda kuongeza points tulizozikusanya last AFCON. Tuone tunaweza kufikia hatua moja kwenda nyingine. Experience ya AFCON tuliokuwa nayo sasa hivi it's enough kwenye kwenda kushindana. Je, hiyo team na quality hiyo ya kwenda kushindana, je, tunayo? Tunakwenda? Mimi jibu hapana. Hiyo quality bado hatuna. Ila tuna uwezo wa kutengeneza timu ya 2027 ambayo itakuja kutupa kitu. Lakini namna ambavyo tunaitengeneza hiyo timu, tunaitengeneza kwenye mazingira ambayo tunadai zaidi matokeo ya leo kuliko kuangalia siku za kesho zinakuwa kwenye... Imani yako ni kwamba tufanyaje? Kwenye imani yangu mimi, kusema kweli, tulitakiwa kwanza Gamondi pamoja na Madiali kama ni watu sahihi tulitakiwa tuwape tu project. Asante. Rashid, tutakuja na mjadala huo. Siku bado tunazo nyingi. Tuna discuss. Au unasemaje? Sahihi. Asante. Rashid Hamis Don. Uchambuzi uko mrefu sana kuhusiana na timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars. Tutoke hapo tuangazie taarifa nyingine. Kwa sasa twende tukaangazie katika ngazi ya club, ambapo tuanze na bingwa mtetezi wa ligi kuu ya NBC Young Africans. Wamesema kwamba ushindani wa msimu huu wa ligi kuu ya NBC msimu 2025-26 umekuwa ni mkubwa sana. Meneja habari na mawasiliano wa club ya Young Africans Ali Shabani Kamwe amesema kwamba ushindani umekuwa mkubwa kwa msimu huu licha ya kwamba wapo kileleni kwa hivi sasa, huku pia klabu hiyo ikiwa inajiandaa kwa ajili ya kushiriki katika hatua ya michezo ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika msimu 2025-26. Tumsikize Ali Kamwe. Young Africans Sports Club tunavyozungumza sasa hivi ndio vinara wa ligi kuu ya NBC, ndio timu iliyofunga magoli mengi zaidi msimu huu mpaka sasa, ndio timu pia iliyofungwa magoli machache zaidi msimu huu mpaka sasa, na ndio timu ambayo inabebwa na Pacome Zouzoua. Kama ambavyo wanasema kwamba tupo kwenye mgongo wa Pacome na sisi tunaenjoy Pacome kutubeba kwa sababu anabeba timu inayomlipa mshahara, anafanya kazi yake. Kwa hiyo kama kuna mtu anaumia na Yanga kubebwa na Pacome, tumwambie nafasi ipo wazi, aje na yeye atubebe. Sisi tuko tayari, wala kuna shida yoyote. Ligi imekuwa nzuri, imeanza vizuri, kumekuwa na ushindani mzuri ndani na nje ya kiwanja, pia hamasa imekuwa kubwa. Watu wanafuatilia zaidi nafikiri ligi kuu ya NBC msimu huu kuliko msimu wowote ule. Na kitu ambacho kimethibitika msimu huu, content kubwa zaidi kwenye vijiwe vya soka, kwenye vyombo vya habari ni Young African Sports Club. Ni either utaijadili kwa kuisifia, ni either utaijadili kwa kuikosoa. Ni lazima uijadili Young African Sports Club. Usipojadili Yanga maana yake haujaujadili mpira wa Tanzania. Kwa hiyo tunafahamu ukubwa ambao tuko nao, tunafahamu standard ambao tumezitengeneza kwenye mpira wa Tanzania, na we are very happy kuona watu wanatujadili kwa sababu inathibitisha ukubwa ambao tuko nao. Tumecheza michezo 4 so far, kwa hiyo ni mapema sana kuanza kuzungumza nini kitakwenda kutokea mwisho wa msimu, lakini inatupa picha kwamba ligi ni ngumu na tunatakiwa tupambane zaidi tuweze kupata matokeo mengi mazuri na kuzidi, kama sio kuifikia basi tuzidi ile rekodi ambayo tumeiweka msimu uliopita. Tuna matukio matatu kipindi hiki. Tukio la kwanza ni uzinduzi wa jezi za Young Africans ambazo tutazitumia kwenye michuano ya kimataifa, na kwa mujibu wa ratiba ambao tuko nao mpaka sasa hivi, na ni vyema nikasema ili mwanachama wa klabu yetu Young Africans aandae kibunda mapema. Jezi zinaweza kuzinduliwa siku ya Jumatano. Zinaweza kuzinduliwa siku ya Jumatano. Hatuna muda wa kuchelewa. Taka jezi zinduliwe mapema, watu wavae, wapendeze, wajiandae na safari ya kwenda Guantanamo. Na kujua Guantanamo
ni New Amani Complex, huko ambako patakwenda kufanyika ukatili ambao haujawahi kutokea hapa Tanzania kwenye michuano ya CAF Champions League. Lakini ukiachana tukio hilo la uzinduzi wa jezi, tuna program maalum ambayo tutakwenda kufanya mkutano na waandishi wa habari, nafikiri siku ya kesho inshallah, kwenda kuwajuza sasa wa Tanzania program ambayo kwangu mimi ni program iliyobeba future ya mpira wa Tanzania, program ambayo Young Africans inakwenda kutibu au unakwenda kusikia kilio cha Watanzania wengi linapokuja swala la development kwenye mpira wa Tanzania. Kwa hiyo kuna program ambayo tutakwenda kuilaunch hivi karibuni. Baada ya hapo, program ya 3 ni kwenda kulaunch sasa hamasa kuelekea mechi ya tarehe 22 dhidi ya FAR Rabat. Tunafahamu wenzetu ni club kubwa, ni club ambayo inafanya vizuri sasa hivi kule Morocco. Tunafahamu pengine mashushushu wao pengine watakuwa wameshaanza kuingia, wanaweza kujibu tu zile email rasmi, lakini wana mipango yao. Tunafahamu Afrika ilivyo. Kwa sisi tumeanza kujiandaa mapema, chini kwa chini tumeanza kujiandaa kuhakikisha hatufanyi makosa tunapofika Guantanamo pale, tukafanye kile ambacho Watanzania na mashabiki wa Yanga wanakisubiri kwa hamu kubwa. Ali Shabani Kamwe akiweza kuzungumza, chukua maneno yake kusema kwamba Yanga itazungumzwa kwa mazuri ama kwa mabaya, ndio talk of the town. Ili swali ndo maneno kwa Rashid. Kwamba unaamini Yanga safari inazungumzwa tofauti na misimu miwili nyuma, na kwa nini hii sasa inazungumzwa sana? Haichezi vizuri, cheza vibaya, inapata matokeo ya ligi, na kwa sababu ya ukubwa wao ni ngumu sana kuweza kuibiti Young Africans kwenye NBC Premier League, kwa sababu viongozi wao wanajua namna ya kucheza ligi ya Tanzania. Kwa hiyo haya ambayo nazungumzwa, timu haivutie, icheze vizuri na nini na nini, utaenda kuona huko kwenye maisha ya ukweli kwenye Champions League. Huko ndo kwenye maisha ya ukweli ambapo rais wao mwenyewe anatamani kuendelea kutengeneza experience kwenye group stage. Usimuone mjinga ule, ana akili nyingi sana kuweza kuambia wanachama na mashabiki wa Young Africans kwamba Yanga ipo katika maandalizi ya kutengeneza uzoefu wa kuendelea kushiriki group stage. Ana maana kubwa. Anajua Champions League namna ambayo, anajua mahitaji ya Champions League, na anajua experience namna ambavyo inazungumza kwenye Champions League na mambo mengi. Kwa ukifika hatua kwenye Champions League unaitwa mkubwa, huyo mtu ni wa kumuogopa, sio kumtazama. Leo hii Young Africans inaweza kaa ni timu ina wachezaji wa kawaida kabisa na bado ikapata matokeo kwenye NBC. Kwa nini? Ni kwa sababu timu nyingi zinahofia kucheza na Young Africans kwa sababu ya ukubwa na uzoefu ambao tayari wameshatengeneza mizizi kwenye NBC. Na ndio maana Young Africans hata ikicheza vibaya Tanzania inapata matokeo kwa sababu ya timu wanaenda kucheza na Young Africans, hawaangalii ubora wakati huo wa wachezaji wa Young Africans au madhaifu ambao wanaonyesha kwenye dakika hizo. Kwa wao wanachotazama, wanaitazama hii ni Yanga. Kwa wanaingia hofu baada ya kwenda kutumia madhaifu ambayo Young Africans wanayo. Sio? Na huko kwa nini nakwambia huko ndo kwenye maisha ya ukweli? Na ndio maana mwenyewe Engineer Hersi anakuambia no, sisi target yetu ni kucheza group stage. Unaelewa? Kama leo hii anachokifanya Mamelodi, anachokifanya Al Ahly, anachokifanya Experience, anachokifanya Pyramids kidogo au Pyramids kama la season, unaelewa? Sio kitu kidogo. Wanajua wanachokifanya. Si ndio? Budget ya Young Africans ya msimu huu imeenda mpaka bilioni ngapi? Bilioni 23-24. Si ndio? Kinga Mkono alikuwa pale. Ano AGM. Pembeni hapa. Hizo bilioni tulivyoona Kinga Mkono. Hizo sasa hiyo bilioni 24 ambao ndo matumizi ya Young Africans ya msimu huu, hizo ni hela ambazo Mamelodi wamezipata kwenye kuparticipate Club World Cup. Umeona? Ndo utaamini anachokwambia Hersi kwamba sisi experience yetu kwanza ni kucheza group stage. Ikitokea tumepata bonus, you no doubt tutaanza kujifunza taratibu kwenye hiyo bonus tumepataje. Si unaelewa? Kwa anajua namna ya quality, ushindani na kila kitu ambacho kinapatikana kule. Sasa huko kwa sababu tayari washatengeneza ukubwa ambao wapinzani wote wanamuogopa hata kama hayuko fit.
Kwa unakuta hiyo inakuwa ni moja kati ya advantage ya wewe kupata matokeo. Si ndio? Sasa kwenye namna ya kuizungumza vizuri, kuizungumza vibaya kwa mujibu wa msemaji, unaelewa? Ni kweli hata hao mashabiki wenyewe wanaizungumza timu yao kwenye namna tunashinda lakini mbona hatuenjoy? So unaelewa? Lakini hata msimu uliopita walipokuwa vizuri, watu walikuwa wanaizungumza kwa namna ambavyo ilikuwa inacheza vizuri. Si ndio kwamba yes, hii timu inacheza vizuri. Inanyang'anya mpira kwa haraka, inakuattack kwa haraka. Sio, unaelewa? Msimu wa mwaka jana na mwaka wa juzi, Young Africans walikuwa hatari zaidi wewe ukiwa na mpira. Sio wao. Yaani wewe ukiwa na mpira, Young Africans ndio hatari zaidi. Ile pressing. Kwa sababu wakati wewe unamiliki mpira, wao walikuwa wanaingia kwenye position ambapo wakikunyang'anya hauwezi kugeuka kibelenge kwenda kublock yale mashambulizi. Wakikunyang'anya unaenda unaokota unarudi katikati. Lakini sasa hivi bado wakiwa na mpira sio hatari, wakiwa hawana mpira bado sio hatari. Unaona kuna namna wanaendelea kustruggle kuitengeneza timu kurudi kwenye ubora. Inawezekana mabadiliko ya benchi ya ufundi yale inakuwa inatokea. Unisikilizaje tu ndugu yangu? Nisema hapa mwanzo kabisa, Romain Folz, mimi hizi timu zinasikitisha. Hizi timu ni kubwa sana. Yaani Simba na Yanga ni timu kubwa mno. Zinapaswa kupata makocha ambao wanafanana nazo. Yaani lazima iwe ni 50 kwa 50. Huyu Pedro. Sisi tunufaike au wewe unufaike. Huyu Pedro. Sasa huyu Pedro. Pedro. Bado mimi na mwenyewe Pedro namuona bado watu namuona, yani Yanga kubwa sana. Si unaelewa? Yani hawa sisi tunakuwa tunawapa CV, unaelewa? Hizi timu kubwa mno, unaelewa? Inafika mahala yani unaona kabisa huyu mwamba kapewa hii timu, lakini mnufaikaji hapa yeye hapa. Mnufaikaji hapa yeye hapa. Huyu ndio atakuja kushinda. Na ndio maana hawa kina Romain Folz, kaka, Yanga hata upeleleo kwa kocha, Simba upeleleo kwa kocha, mimi nakwambia utafunga wote Dodoma Jiji, Prisons na. Sasa ukakutana na watu wa ukweli sasa. Petro hao hapa. Ukakutana Jess Kabilia hapa. Ndipo ambapo watu wanaenda kuona rangi yako halisi. Unaelewa? Lakini Rashid katika hizi pia pamoja na kinga mkono, inawezekana pia kuna kuwa na advantage. Of course technical staffs, uongozi wa Young Africans ndio huu ambao umekuwa ukishiriki katika michuano hii ya Ligi ya Mabingwa. Sasa hivi mfululizo wanafuzu tena kwa mara ya 3 mfululizo wanafuzu. Lakini pia kuna baadhi ya wachezaji ambao walikuwepo bado wanaendelea kuwepo ndani ya kikosi. Simba wakati wanaingia katika hatua ya makundi walipangwa na Vita Club, Al Ahly na JS Soura. Wengi wakiona kwamba Simba ni underdog katika kundi kwa sababu ndivyo ilivyokuwa. Sasa hivi Young Africans kwenye poti alikuwa ni poti namba 2. Kwa hiyo Al Ahly anafuata yeye, alafu mweke hapo JS Kabylie ambaye yupo, AS FAR Rabat ambaye yupo. Inawezekana pia ni advantage nyingine pia kwa Young Africans. Inawezekana wao wengine wanapiga hesabu kwa Young Africans. Young Africans akasema kwamba yes, subirini tuje tuwaonyesheni. Wenyewe kama unasema Guantanamo Bay. Unajua kinachosumbua sasa Yanga ni, unajua kuna wakati unaweza kufanya maingizo, afu maingizo yakashindwa kuonyesha kile ambacho ulikitegemea. Unajua wakati Yanga anafanya usajili, kila mtu alikuwa anaogopa jinsi usajili, utambulisho wa wachezaji na aina sifa walizokuwa wanapewa, ilikuwa inatisha kuliko kile kilichoanza kuja kuonekana uwanjani. Unaona? Kwa hiyo tukatafuta sababu, tukasema tatizo letu sisi ni kocha Romain Folz. Hawezi, ameshindwa nini. Kwa hiyo tukampata sababu, tumemuondoa. Hapo wewe ukuamini? Sikuamini, nilikuwa naamini bado ana nafasi. Lakini Rashid anasema muamini kocha. Hiyo toka mwanzo. Sawa, tuendelee. Kwa hiyo kocha Romain, najua viongozi wangu walikaa kwa sababu ilikuwa mwisho wa msimu, walikaa muda mrefu kutafuta mtu. Wakadhani ni mtu sahihi zaidi kwao kwa wakati ule. Unaona? Na alivyokuja kuna kitu alikuwa anakileta kwenye timu. Watu labda walikuwa wakielewa. Unajua wakati mwingine kwenye hizo timu kocha anaweza kuja na misimamo fulani ambayo wengine ikawa inawakwaza. Kuna aina fulani anataka watu wajitume uwanjani. Umeona? Wachezaji hawajitumi kwa kiwango kile, lakini kuna watu wanasema huyu mchezaji anastahili kuwepo kwenye timu. Kwa hiyo mnakuwa mna mapishano ambayo yanakuwepo kwenye bench pamoja na uongozi. Kwa hiyo hiyo inakuwa changamoto sana kwenye makocha ambao wenye misimamo mikubwa. Matokeo yake unajikuta watu wanafanya juhudi za kufanya wewe uonekane uwezi kazi yako. Kwa hiyo mwisho siku utaonekana uwezi kazi yako sababu wachezaji watashindwa kuperform vile unavyotaka. Kwa hiyo timu inafanya vibaya. Kwa hiyo Yanga wamejibebesha mzigo wenyewe. Huo wameutaka wenyewe kwa sababu wachezaji walioleta wameshindwa kufikia kwenye ile
level ambayo walikuwa tayari wamejitengenezea kwa hii misimu mitatu iliyopita, kwamba walikuwa Kinga Mkono, unaamini kwamba ni wachezaji levels ama ni upepo? Ni kwa sababu wachezaji viwango vyao viko chini, ambavyo vimeshindwa kufikia pale walikuwa wamefikia mara kwanza. Unajua wakina Pacome walikuja Yanga ikiwa inajitafuta, hamna mtu alikuwa na pressure nao, kwa hiyo kila kitu kilichokuwa kinafanyika kilikuwa ni bonus. Tunasema kwamba vijana wanakuwa, Yanga imetengeneza, imefika kwenye point A pale juu. Sasa ukifika kwenye point A, kubaki pale ndio unakuwa mtihani mkubwa kwa timu nyingi. Kwa hiyo Yanga wale wachezaji majeruhi, kuchoka, mafanikio, tumeshacheza kombe la bingwa, sisi tuna historia, tunatamba. Kwa mara kwanza sisi ndio tumepeleka Yanga kwenye group stage. Kwa mara pili tumepeleka baada ya miaka 25. Tumechukua ubingwa mara 4 mfululizo wa ligi kuu, sio tatizo. Lakini hapa tumetamba sisi kwenye mashindano ya Afrika mara 2 mara 3 mfululizo tunaenda. Kwa hiyo wakati mwingine unajikuta kwamba wachezaji wale hawana changamoto mpya kichwani mwao. Kwa hiyo unapoleta wengine ni hao kwamba wawape changamoto mpya wachezaji wale ili walete jambo kubwa kwenye timu. Kwa hiyo kwa Yanga hilo ndio changamoto yao ambayo wanayo, kwamba wachezaji waliokuja wameshindwa kufikia pale walipotaka. Kina kuwa Dumbia, Bala Conte, yani Frank Asek, unaona, yani wachezaji wanaonekana ni wachezaji wakubwa wamekuja pale wacheze, lakini bado wameshindwa kupenya kucheza. Kwa hiyo ni changamoto ambayo timu inayo. Kwa hiyo wanabidi wajitafute upya. Sawa. Kinga Mkono. Na Alikamwe alisema hivi, nishakumsikia sehemu akisema, sawa, watu wanasema sisi tumesajili group la watu haina shida, lakini sisi tuna timu, ile timu ya mwaka jana ile quality ya wachezaji wa mwaka jana ni kubwa, kwa hata wanaokuja wakifeli wale wa mwaka jana watacheza. Sasa hilo sio lengo lilikuwa. Sawa, tutoke ndani. Ulielewa? Tutoke katika upande wa kikosi cha Young Africans tuelekee kwa mnyama mkali Simba Sports Club, ambapo meneja habari na mawasiliano wa kikosi cha Simba Sports Club Ahmed Ali amesema kwamba uongozi wa Simba umeridhishwa na kiwango ambacho wachezaji wao wamekionyesha katika michezo ya ligi kuu ya NBC baada ya kucheza michezo mitatu, huku sasa pia akili na mwelekeo wote wakiuelekeza katika mechi za hatua ya makundi ligi mabingwa barani Afrika. Tumsikilize Ahmed Ali. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumekuwa na wakati mzuri katika ligi kuu ya NBC, tukicheza michezo mitatu na kushinda michezo yote mitatu na kuwa ndiyo timu pekee ambayo imeshinda michezo mitatu mtawalia kwa maana ya mfululizo. Sio jambo jepesi hata kidogo. Wengi tumeona mwendo wao umekuwa ni wa kuchechemea, anashinda leo, anasuluhu kesho, anafungwa kesho kutwa, lakini kwa Simba Sports Club imekuwa ni tofauti. Tumeshinda michezo yetu yote mitatu. Na hii haiji kwa bahati mbaya, ama hii sio kwa sababu tumekutana na aina fulani ya mpinzani. Hii ni kutokana na ubora tuliokuwa nao ndani ya timu yetu, ni kutokana na juhudi, jitihada na ubora wa wachezaji wetu, lakini maarifa makubwa ya benchi letu la ufundi ndiyo ambayo imetusaidia na kutuwezesha kushinda michezo yote mitatu. Na ukiona timu yoyote inaongoza ligi kuu ya NBC, basi jua hiyo timu imeizidi Simba Sports michezo. Lakini wote tukikaa kwenye idadi sawa ya michezo, Simba Sports Club lazima tuongoze ligi. Kwa hiyo kwa msimu huu tumeanza vizuri ligi yetu, tumeanza kwa 100%. Na kampeni yetu ni kushinda michezo mitano ya mwanzo. Tumeshashinda michezo mitatu, kwa hiyo tunakwenda kutafuta michezo mingine miwili tutimize mitano ya mwanzo, tuchukue alama 15, na baada hapo twende tukatafute michezo mitano ya awamu ya pili. Tumeridhika na kila idara. Ukiangalia tumefunga magoli mengi mpaka sasa. Tumefunga magoli 8, mechi ya kwanza mabao 3, mechi ya pili 3, mechi ya tatu tumefunga mabao 2. Lakini katika mechi hizo 3 tumeruhusu bao 1 pekee. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba safu yetu ya ushambuliaji inafanya kazi yake vizuri na safu yetu ya ulinzi inafanya kazi yake vizuri. Kwa hiyo kwenye upande wa ligi kuu tumeridhika kwa 100% kubwa na maendeleo ya timu yetu, lakini tunaendelea kuboresha zaidi
kwa sababu mpira wa miguu kila siku lazima ujiboreshe. Kwa hiyo kwenye uwanja wa mazoezi wa Mo Simba Arena, meneja Dimitar Pantev pamoja na wataalamu wenzio wa benchi la ufundi wanaendelea kurekebisha makosa ya hapa na pale, wanaendelea kuboresha mipango ya kiufundi ili tunapoelekea huko, maana tunakoelekea ndio kugumu zaidi. Bado kuna wapinzani wengi wagumu hatujakutana nao. Kwa hiyo tunaendelea kuongeza mipango ya kiufundi ili tuendelee kuwa na uhakika wa ushindi katika mechi mbalimbali za ligi kuu ya NBC. Kwa sasa timu imepumzika kwa maana ya hii leo Jumatatu baada ya mchezo wetu na JKT na kumpelekea pumzi ya moto JKT Tanzania. Vijana wakapata muda wa kwenda kupumzika kidogo, kurelax, kupumzisha mwili na akili. Na kwa wale ambao wana majukumu ya timu ya taifa wameshaondoka, wakina Shomari Kapombe, wakina Nabi Kamara, wakina Yusuf Kagoma, wakina Morris Abraham, wote wamekwenda kwenye majukumu yao ya timu ya taifa, wakina Dese Mukwala Steven. Kwa hiyo wale waliobaki, kesho Jumanne tunaingia rasmi katika uwanja wa mazoezi Mo Simba Arena kwa ajili ya kuanza maandalizi ya mchezo wetu wa kwanza wa ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Petro Atletico di Luanda ya pale Angola. Kwa hiyo rasmi sasa tumeanza maandalizi kuelekea mchezo huo, na punde tutakuja kuwatangazia Watanzania ama wanasimba maandalizi ya kiujumla kuelekea katika mchezo huo. Pindi anapozungumza Ahmed Ali inabidi utulie sana. Mtu mmoja kupanga maneno sana. Akitokea mtu yeyote yule asije akasema kwamba kuja hapa tutapeleka pumzi ya moto. Hapa akasema hivi, tulipo huku Zanzibar imaende Mwanakerekwe au nikamkuta jambo. Au alisema alitaji hapa kabuli hapa Dar es Salaam haya Kisutu. Ima Mwanakerekwe au Kisutu. Asituharibie jambo letu. Na jambo likaribika. Kinga Mkono Simba Sports na kuridhishwa na matokeo ambayo wameyapata. Perfect win. Michezo mitatu wameshinda yote, wako nafasi ya pili, alama 9. Simba Sports. Kwa sababu wameshinda tunabidi tuwasifu, kwa sababu si ameshinda bwana, lakini umeshinda kwa namna gani? Umeshinda zidi ya timu gani? Umeona Yaani Ukiangalia alifunga Fountain Gate wakiwa pungufu. Umeona walitimia uwanjani. Kutimia uwanjani walitimia. Pia ni zaidi ya hicho. Lakini hilo sio jambo la Simba. Sawa, sio jambo la Simba, lakini ndio unaangalia aina mechi alizokutana nazo Simba na ameshinda. Lakini kiujumla Simba bado wenyewe hawachezi vizuri sana. Ni Simba ambayo namuona kocha Pantev kama anatafuta timu bado. Yaani kila mechi analazimika kubadilisha wachezaji 5 kwenye mechi moja ili kupata matokeo. Yaani kila mechi unaona ni mechi hata za kufuzu zile za Nsingizini, uliona anabadilisha almost timu nzima anaibadilisha. Kwa hiyo ni bado ni kocha ambaye anajaribu kutafuta timu, anajaribu kutafuta muunganiko wa wachezaji. Unaona kwenye uchezaji bado wachezaji anabadilisha kila siku, mechi hii anamchezesha huyu, mechi hii anamtoa huyu, mechi hii anaanza na Nabi Kamara, mechi ijayo anaanza na Hassan Kante. Yaani bado kuna ana group kubwa la watu, lakini bado hajapata ile hasa timu yake ni ipi. Kwa hiyo wakati mwingine matokeo anayopata ni ukubwa wao na aina ya uchezaji wao, lakini bado timu haijacheza kwenye kile ambacho tunatamani kukiona. Na labda hizi likizo zinaweza kana nyinyi kazi nampa wakati mgumu, kwa sababu wachezaji wanakuwa wako mbali na timu, wengine wanakuwa mapumzikoni. Je, watakuwa wanafanya mazoezi kwa ratiba ambayo wamewapa? Hiyo inaweza kuwa changamoto nyingine. Kwa hiyo kama wanarudi moja kwa ajili ya mashindano ya ligi ya mabingwa. Kwa hiyo wana mechi ngumu ambayo watacheza ugenini na wenyewe. Kwa hiyo unawaona bado watakuwa Mkapa. Yes. Kwa hiyo unaona bado wana jambo kubwa la kufanya, kwamba kuitengeneza Simba jinsi ya kucheza. Lakini kikubwa mimi ambacho nakiona tokea mwanzo, uamuzi wake wa kumtumia namba 6 kama mtu akuja kumaliza pale, hasa timu inapokuwa inaanzisha mashambulizi. Ule ni uamuzi ambao unawafanya Simba wakiwa wanashambuliwa kwa ghafla unawapa wakati mgumu sana, kwa sababu huyu Rushen anakuwa iko mbali, labda
nani Chamu anakuwa iko mbali, Nangu anaweza au Nangu akiwa pale Nangu atakuwa iko mbali. Kwa hiyo kuna nafasi ambayo mipira inakuja kupita katikati ambayo ni hatari kiuchezaji. Sijajua anatafuta nini, lakini nadhani huu mfumo bado hawajaumaster vizuri. Labda watapoumaster unaweza kuwa na kitu kipi ambacho Simba wanaweza kutegemea kukipata kutoka kwake. Lakini sasa hivi bado naona kuna changamoto. Andrew Kinga Mkono akiweza kuangazia hayo. Yupo pia Rashid pia naye atakuja kuzungumzia hapa kuhusiana na Simba Sports, ambapo pia naamini pale katika zilizobamba mitandaoni kuna taarifa ya Simba kuhusiana na kifo cha baba mzazi wa nyota Kibu Prosper ambao ameitoa. Na mimi mwenzetu Ali Bakari Mufti akija atakuja kugusia katika zilizobamba mitandaoni katika siku ya leo. Lakini kwa sasa twende mapumziko. Nipo na wachambuzi wangu Andrew Kinga Mkono na Rashid Don Hamis, the heavyweight pundit, Don One in Africa. Mimi ni Saidi Sali wa Msumu, unaweza kunita kaka Saidi Ismailia. Shukrani sana kwa kuendelea kwa nasi na asante. Hii ni Viwanjani, baba vipindi vyote vya michezo hapa nyumbani Tanzania. Mimi ni Saidi Sali wa Msumi, unaweza kunita kaka Saidi. Tumekuwa na taarifa mbalimbali hususan kikosi cha timu ya Tanzania Taifa Stars, matayarisho yake kujiandaa na mchezo wa kirafiki dhidi ya Kuwait. Lakini pia tumeigusia Young Africans, maandalizi yake kwa ujumla, lakini bila kusahau Simba Sports na matayarisho yao kwa ujumla. Rashid yupo hapa, Rashid Hamis, Don the heavyweight pundit, the only one in Africa, pamoja na Andrew Kinga Mkono. Rashid, kidogo pale kwa Simba ulitaka kutia neno kuhusiana na mwendelezo wao na kidogo kundi lao. Baada Kinga Mkono kumaliza pale kama nafasi yako ipo. Of course makundi yote safari ni makundi magumu tu kwa timu zetu za Tanzania. Kuwaita Simba wazee wa hizi kazi inawezekana kwa sababu kutokana na kile ambacho ashakifanya miaka ya nyuma. Yes, anaweza kawa ni moja kati ya timu ambazo zinaogopwa, lakini huo ukubwa itabidi uthibitishe pale kiwanjani. Sio? Wana Petro, wana mwamba mmoja kutoka Kongo, wana Experience de Tunis, si ndio? Mkubwa hapa kuliko wote nafikiri ni Experience de Tunis. Lakini Simba hawezi kuingia hofu na Experience de Tunis kwa sababu washacheza mara kadhaa na Al Ahly, na Al Ahly ni mkubwa kuliko Experience de Tunis. Kwa hiyo itategemea hata kwenye current form, sio? Kimsingi Simba bado tunaendelea kumpa nafasi ya hiyo experience ambayo amekuwa nayo. Lakini bado hajafika kwenye ukubwa huo ambao watu wengi wamekuwa wakimpa huo ukubwa, sio? Lakini amekuwa ana timu nzuri ya uongozi ambao wanajua namna ya kuyaendea mashindano makubwa. Hapo ndipo ambapo Simba mara zote imekuwa ikiogopwa, na hasa hususan ikitumia uwanja wa Benjamin Mkapa. Ukitakuwa kujua athari ya kisaikolojia kwenye mpira ni kubwa, angalia hata namna ambavyo mwaka jana walienda kucheza finali Zanzibar. Tayari mwalimu mwenyewe alikuwa anaamini angecheza Benjamin Mkapa angeweza kuwa bingwa wa Afrika, lakini kitendo cha kuhamishiwa venue tayari naye ilimsumbua kisaikolojia. Kwa hiyo kuna namna ambavyo mazoea yanatengeneza experience. So kwenye ubora bado wanaendelea kujitafuta na wao. Sawa, tuangazie wawakilishi wengine wa michuano ya kimataifa, nao ni Singida Black Stars ambao wameanza rasmi mazoezi kwa ajili ya kujiwinda na michezo ya hatua ya makundi ya kombe shirikisho barani Afrika. Singida Black Stars wao watapambana na CR Belouizdad chini ya kocha Sead Ramovic ambaye amewahi kukifundisha kikosi cha Young Africans kabla ya kuelekea Shabab Riyadh Belouizdad. Ofisa habari wa kikosi cha Singida Black Stars ni Hussein Fuhel Masanza, amezungumzia maandalizi yao kwa ujumla kwa wakati huu. Zama ratiba iliyoko mbele yetu, tuna mechi ya ugenini ya kwanza ya kombe la shirikisho barani Afrika hatua ya makundi ambayo tutacheza kule nchini Algeria dhidi ya CR Belouizdad.
Kwa hiyo Dar es Salaam ndiko tutakapoondokea. Hivyo baada ya Mwanza tumekuja moja kwa moja Dar es Salaam tupate muda wa kupumzika na kuanza maandalizi madogo madogo na kusafiri kutokea hapa kuliko tungerudi nyumbani Singida, japo tumepamisi kweli. Mashabiki wetu wanatuulizia kila siku mnakuja lini, wana shauku ya kutupongeza. Lakini majukumu yanatubana, ratiba ziko tight sana. Kwa hiyo tumekuja Dar es Salaam tupate muda wa kutosha kupumzika kidogo na kujiandaa na safari hiyo ambayo hivi karibuni tutatangaza tarehe ya safari. Mipango bado inaendelea ndani ya ofisi. Kwa hiyo tutaondoka. Mechi ni tarehe 23. Imagine leo tuko tarehe 10, si ndio? Tuna wiki mbili tu za kuweza kwenda kucheza mechi hii ya kwanza. Kwa wiki mbili ukizitazama kuna maandalizi humo, kuna safari, na ukiangalia umbali kutoka Tanzania kwenda Algeria ni safari ndefu. So kila kitu kinaendelea vizuri, lakini kwa sasa tupo kwenye mapumziko mafupi, na timu itakaporejea Jumatano itaingia rasmi kwenye programu yake ya mazoezi na maandalizi ya safari. Nimependa ile hali kusema Hussein anasema kwamba wamepamisi Singida. Rashid, hujapamisi Singida? Singida mara pamana kabisa. Singida? Singidani? Director Salim Super Mlege hajapamisi Singida. Hawezi kutoa kauli hiyo. Usipinge namna hiyo. Wewe vipi bana? Singida mrudini bana Singidani pale. Yaani una nanili yani. Singida vipi bana? Waje ukae vizuri. Fanya ni mipango bana mbili Singida bana. Maana kabisa Singida bana. Mnatukwamisha. Mnatukwaza. Usitukwaze. Yes, afikiri kitu kizuri anachozungumza hapa sasa. Timu bado kaongea kwa tabasamu pana sana. Yaani Singida pamemkosha sana. Jana alizungumza jana akawa ananicheka mimi, nimwambia Singida pazuri akaanza kucheka. Ndio huyu hapa kwa anipiga vijana. Au? Nilimuuliza kachutaba ndugu. Tuangazie taarifa nyingine wakati huu ambapo uongozi wa kikosi cha Kinondoni Municipal Council Football Club KMC umesema bado unazidi kutafuta namna bora ya kujinasua na hali waliokuwa nayo mpaka hivi sasa, ambapo ofisa habari wa kikosi cha KMC Khalid Chukuchuku wamesema bado wana imani kubwa na kocha wao wa sasa ambaye yupo Brazil Maximo. Sasa tunapitia kipindi cha mpito, kipindi ambacho hatupati matokeo mazuri. Management ya team, technical bench pamoja na wachezaji tunakaa mara kadhaa kujiuliza nini ambacho kinaendelea, na tunatafuta njia sahihi kuelekea kufumbua hiki ambacho kinaendelea, na naamini kwenye muda mfupi ujao timu itarejea katika hali yake ya kawaida na timu itaweza kupata matokeo. Uongozi bado uko na trust na mwalimu, tunaendelea kuona kwenye majuma mawili mbele nini kitafanyika. Na uzuri tuna mchezo mwingine wa karibu wiki moja mbele dhidi ya JKT. Tutaona namna ambavyo timu inakwenda. Nadhani trend ya hiyo michezo itatupa taswira wapi tunakwenda, kama tutaendelea kubaki na huyu mwalimu au tutatafuta mwalimu mwingine. Lakini so far timu bado iko chini ya Maximo na anaendelea na program kama kawaida. Mashabiki lazima waumie kwa sababu wanakuja wakiwa na shauku ya kuondoka na furaha, lakini kwa bahati mbaya wanaondoka na majonzi mara zote ambazo wamekuja katika dimba la KMC Complex. Lakini kama nilivyosema, management ya juu ya club inapambana kujaribu kusolve kile ambacho kinaendelea, lakini via technical bench pia inapambana kuhakikisha mambo yanakwenda sawa. Lakini cha kuondoa shaka mashabiki wa mpira wa wilaya ya Kinondoni, kimahesabu bado tuko safe kwa sababu tuna michezo takribani michezo 9 kwenye raundi ya kwanza imesalia. Kwa hiyo kuna maswali ya kujiuliza na kupata ufumbuzi. Kama hiyo michezo 9 tutafanikiwa kupata ushindi kwenye michezo 5, kuna uwezekano wa kumaliza raundi ya kwanza tukiwa na alama zaidi ya 18. Yes, Khalid Chukuchuku akiweza kuzungumza kuhusiana na imani ya kocha kwa sasa hivi, na kocha ambaye amefukuzwa. Wamefukuza wapi? Anasema kocha ambaye yani kwenye ligi kuu ya NBC aliondoka ni Roman Folz. Roman Folz wa mwisho. Ndio wa mwisho, ndio wa kwanza. Kwanza nani wa Simba? Simba kuongoza mechi yote. Ndio alikuwa amefukuzwa sasa. Simba aliondoka kabla msimu hujaanza. Nani? Sasa kwa Fadu tunamhesabu, lazima tuhesabu. Fadu aliondoka mwenyewe hajafukuzwa. Vyovyote itavyokuwa ndio walifikia makubaliano pande zote mbili. Alifukuzwa Roman Folz, aliondoka Fadu. Fadu tunamhesabu kama ameshiriki msimu ndani ya Simba. Ndio aliandaa timu. Hajacheza mechi hata moja ya ligi. Lakini sasa mechi ya ngao amecheza. Lakini yule sasa katika listi ya makocha ambao wameondoka.
Kwa tunamhesabu. Hesabika. Ile kesi yake tofauti. Ndio unaenda kuhesabu. Kwa hiyo katika listi ambayo makocha hatunao kwa msimu huu. Tunasema Fadru, Romain Folz. Hakuna mwingine hapa katikati nani? Wa Coast. Wa Coast. Mohamed. Na bado kuna kama watatu hivi. Kitambi. Kitambi wanne. Watano. Yaani wako. Sababu kama ligi kiafu na Kitambi naye kesi yake. Na sisi tunasema naye aliondoka kambini. Kwa hiyo naye unasemaje? Yule naye hajafukuzwa. Sawa, lakini makocha ambao tumeanza nao hapo mpaka sasa hivi tukawaambia hii ngapi? 3. Hii ngapi? Nisikizeni bana. Hamwezi kutofautisha kati ya 6 na 9 mmefanya hivi. Kwa elini. Akaondoka zake. Kaondoka. Kwa hiyo kwa ngapi hao? 3. Afu sasa hao sio 4. Tunamweka 5. Na yule Nigeria wako anaenda Fonte yule Otega. Yule kamba kata familia. Kweli. Yeye Fonte geti hii madhambi. Lakini kwa hiyo sasa juzi baada ya kufunga sasa yule kwa sababu yule hivi yule bana yule bana sio kocha bado tusimweke. Sawa. Unasema anasimamia mazoezi tu kwenye anazungumza baada ya mechi ya Yanga. Pamoja na yote anasema kwamba anaamini baada ya dirisha dogo likifunguliwa atakuwa na nafasi kubwa. Nani huyo? Maximo. Yupo atakuwepo. Nimemsikia hapa anasema kocha wao Maximo. Sasa hapo ni mechi ngapi Rashid mpaka tukirudi? Kwa sababu hapo naamini kabisa ligi itaenda kusimama kama katika Disemba. Watashuka daraja. Dirisha dogo linafunguliwa lini? 15 mwezi gani? Desemba. Mara nyingi inafunguliwa wakati huo 15 Januari. Wewe unamuona hapo chukuchuku anaongea kama yuko msibani. Unajua jamzoea hivi chukuchuku jua. Lakini hata tatizo la kingine la KMC ni wachezaji pamoja ndio na kocha, lakini bado kuna wachezaji ambao unaona wanahitaji kuongeza. Kuna wale waliokuepo pale lakini Ajibu bado hajakuwa na msaada kwenye timu. Naona kwa nadhani wakipata watu wengine sahihi. Kwani Ajibu acheze? Mechi iliyopita nimemuona na kavaa kabisa. Na yule nani ulimchukua kutoka South Africa nani yule Majogoro naye si acheze vile. Sasa sijui kwa sababu wakati nimemuona labda itakuwa na kesi. Sijamuona acheze. Kwa hiyo nadhani vitu kama hivyo labda wakipata watu sahihi wakaongeza kwenye wale vijana wanaweza kuamka. Changamoto yao unaamini unakosekana uzoefu kidogo wa wachezaji. Ila kocha fresh. Ana nafasi ya kutengeneza timu. Burbur. Tuelekee jijini Mbeya kwa wakati huu ambapo zikiwa zimepita wiki chache baada ya uwanja kumbukumbu ya Sokoine kufungiwa na shirikisho la soka Tanzania TFF. Hatimaye meneja wa uwanja huo Modestus Mwaluka ameliomba shirikisho hilo kufika mkoani Mbeya ili kufanya ukaguzi na kujiridhisha. Mwaluka amesema tayari wamekamilisha maagizo yote muhimu waliotakiwa kuyafanya kwenye uwanja ikiwemo sehemu ya kuchezea ambayo iliharibiwa vibaya wakati wa kilele cha kuzima mwenge wa uhuru zilizofanyika mkoani Mbeya. Modestus Mwaluka, meneja wa uwanja wa Sokoine, tumsikilize. TFF walisema uwanja wenu hauna kiwango kwa ajili ya kuchezea mechi. Waliufungia. Tulipokea maelekezo ya TFF na bodi ya ligi. Sasa hivi uwanja wetu umekamilika. Kama unavyoona asilimia zaidi ya 100. Tunachongoja sasa hapa tunangoja wakaguzi waje waone uwanja kukagua tayari kwa burudani. Kwa kweli ni washukuru sana wadau waliosupport kwa mpaka kufikia hali hii. Kwa sababu wadau ni nguvu moja. Kazi wameifanya, tumetekeleza, tumeamua, sasa uwanja uko kama hivi. Maeneo ambayo yaliharibika ni maeneo ya pitch. Wenzetu wa TFF wanaangalia sana pitch. Kwa hiyo maeneo makubwa ambayo yaliharibika kabisa ni pitch. Kwa hiyo pitch sasa limerudi kwenye hali yake na mpira utatembea tu kwa sababu sasa uko vizuri. Lakini mavyoo yote yametekelezwa, yako vizuri, yametengenezwa, yamekaa vizuri sana. Na wale habari kama mnataka kushuhudia basi mtaenda kuona vile vyoo ambavyo vimetengenezwa. Lakini pia tuna ukumbi wa press kama waandishi habari sasa hivi hamwangaiki tena. Kuna ukumbi mzuri sana. Mtaenda kuona ukumbi ulivyo siku za mechi, baada ya mechi mnakwenda kuingia ndani mnafanya press yenu kama. Modestus Mwaluka amewahi kushinda tuzo ya meneja bora wa uwanja mara kadhaa hivi. Pata pale zawadi zake na Mbeya Green City. Pazuri Mbeya. Natokea Uyole huko 88, Sai, kwa Mama Joni, Ilomba, Mwanjelwa, unaamua uchague tu. Hapa kuna sehemu fulani hivi utaki kuitaja, unaenda zako chini huko uwanjani. Unapamisi Mbeya? Mbeya ni mpamisi.
Makarasha Day. Mbele Pepamisi na bodi ya ligi, nendeni bana Mbeya. Msikia mzee Mwaluko bana. Nendeni bana mkaangalie bana. Unajua kwa taratibu inayofuata Mbeya City Prison wacheze nyumbani. Kaweka simu zake hapa pembeni safi. Katulia pale. Tena kaongeza hadi addition kwamba sasa hivi tuna chumba cha habari. Kwamba bana baada ya mechi una chumba mnafanyia press pale na makocha. Maana yake ni wamekaa hatua moja zaidi. Sehemu muhimu za watu kwenda. Kwamba kila kitu kiko sawa. Bodi ya ligi nendeni bana mkaangalie bana uwanja wa Mbeya pale. Kwa sababu mpaka sasa hizi Mbeya City ndio timu pekee ambayo iliongoza ligi kwa muda mrefu kuliko timu nyingine yoyote. Kwa huwezi jua imewamotivate kwa kiwango gani. Inawezekana watu wamemiss kuona timu. Wamemiss kuona timu yao. Timu zao kwa hivyo. Na sisi pia tumemiss kwenda Mbeya kuzishuhudia timu. Kati ya mikoa ukitoa Dar es Salaam ni mkoa pekee wenye timu 2 za ligi kuu. Ni Mbeya. Dar es Salaam, Mbeya. Na kwa muda mrefu umekuwa na hiyo huu muendelezo. Umekuwa na timu 2 mara nyingi sana. Ujitahidi sana Mbeya. Kuna muda ilikuja Tanga kwa na timu 3. Mgambo na wakashuka wote kwa pamoja. Coastal Union. Watakujua Ng'ong'o walishuka wote kwa pamoja. Kama jiwe. Mwanza pia lenyewe kwa na timu 2 baadaye lakini 3 ilikuwa inashindikana. Walikuwa na 2. Walikuwa na 2 ndio wanakaa Alliance Mbao Toto Africa kwa sababu Pamba alikuwepo kabisa. Walikuwa wana Alliance na Mbao. Huku nyuma kupo Toto. Mapanda. Kitu watoto wanawaje mimi mshabiki wa Yanga. Mimi Yanga ikicheza nishaambia kabisa. Mimi natoka kwenye kamati yenu, fanyeni maandalizi. Mimi kwa zangu huku. Ikicheza Simba na Toto, anarudi kwenye kamati ya maandalizi. Ile timu maisha yake ilikuwa magumu sana. Kwa mzee wangu mmoja hivi. Kocha. Akasema, hizi timu zina mambo ya ajabu. Tunacheza na Yanga, mtu anakuja. Mnakula kuku, mnakula nini? Ikija kucheza Simba, haonekani kabisa kiongozi. Wakati kuna mambo ya ajabu na kwa hadi ndio mnakula kuku na wali. Hakika mbele mnakula ugali maharage imebadilishiwa. Lakini ikija mbona timu ikicheza na Yanga mara nyingi inakuwa inakaza sana. Inakaza. Maisha kwa hizi timu nakwambia wanajua wanavyoshinda. Hizi timu wanajua wanavyoshinda. Na ndio ukicheza na Yanga Simba ndio unaenda kuishi maisha mazuri. Unapata kambi mazuri. Usiona wakati ule wanaenda Chunya kule. Chunya nani ilipokuwa ile nini? EF kule. Yanga wanalalamika na wakaifanyia kampeni mpaka EF yenyewe imepotelea ilipopotelea. Kwani ni Yanga wale ndio walifanya kampeni? Sawa, tuelekee nchini Misri ambapo baada ya kutupa karata ya kwanza kwenye michuano ya ligi mabingwa Afrika kwa upande wa wanawake na kupata alama moja dhidi ya Gaborone United, JKT Queens wamerudi katika viwanja vya mazoezi ili kuboresha pale walipokosea kwenye mchezo uliopita kufanya vizuri kwenye mchezo unaokuja. Kocha mkuu wa kikosi hicho Kesi Abdallah amezungumza na Azam TV kuhusiana na matayarisho yao pamoja na nahodha wa kikosi cha JKT Queens. Wamezungumzia kuhusiana na matayarisho yao. Mimi niseme tu kwamba hata kama ingekuwa ni mara yako ya 10 kuwa katika mashindano haya, lazima utapata shida kwa sababu kila siku kuna vitu vipya. Wewe ukisema umejiandaa kwa style hii, kuna mwingine amejiandaa kwa style nyingine ambayo ni surprise. Sasa mimi niseme tu kwamba ni kweli tulipata shida, ni kweli nilipata shida kwa maana ya kwamba kwa mara yangu ya kwanza, lakini kwa mechi ya kwanza ile inatosha tu kwamba kwa nimejifunza nini kinachotakiwa kufanyika. Kwa hiyo mimi niseme kwamba nimekuja kujiandaa hapa na timu yangu ili tuweze kufanya vizuri katika michezo inayokuja. Mpinzani wako mmoja naye katika mchezo unaofuata alicheza mchezo wa kwanza wa mapema kabla yenu. Pengine mpate chochote kitu katika mchezo ujao ili kufuta ile kosa la mchezo uliopita. Kwanza tumeweza kuwapitia kuangalia jinsi gani wanacheza. Niseme kwamba ni timu nzuri, ni katika timu nzuri na nina kazi kubwa sana ya kufanya ili kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri.
Nimeona ni maeneo gani ambao wako vizuri na maeneo ambayo pia wana dosari. Kwa hiyo tunakwenda kufanya kazi ili kuhakikisha kwamba tunakwenda kuwabiti na kuweza kufanya vizuri katika mchezo huo na sisi kuibua matumaini ya kusonga mbele. Wenzetu tayari wana pointi 3. Kwa hiyo naamini kabisa kwa kuwa na pointi 3 wanakuja na confidence kubwa sana, kwa maana ya kwamba hata draw kwao inaweza ikawa ni faida. Sasa sisi tunahitaji kushinda mchezo huo. Kama tutakuwa tumeshindwa, basi niseme kwamba iwe ni draw kama ilivyotokea hii, tujiulize katika mchezo wa mwisho, kwa sababu naamini kabisa tukifanya hesabu vizuri inawezekana mtu mwenye pointi 5 akaweza kusonga mbele. Katika vile ambavyo unakwenda kuvirekebisha, tutegemee kuona mpango kazi wa timu kibadilika kulingana na mpinzani ulivyomuona? Bila shaka kwa sababu ukiwatazama mchezo uliopita walikuwa na aina yao ya uchezaji, walikuwa mfumo wanaotumia ni 3-5-2, na sisi tunafikiri kwamba wanaweza wakaja hivyo kwanza, lakini vile vile kama watakuwa hawakuja hivyo tufanye nini? Kwa hiyo tunaenda kujiandaa hapa tuone kitu gani cha kufanya. Yes, ni kocha Kes Abdallah akiweza kuzungumzia kuhusiana na matayarisho ya JKT Queens. Ni mashindano ambayo yanafanyika katika mji wa Ismailia nchini Misri. Unasema kwamba ni sehemu nyingine, Simba Queens wakwenda mara 2, hii JKT Queens ni mara yake ya pili anakwenda. Kuzidi kupata uzoefu na kushindana katika michuano hii ya ligi ya mabingwa kwa wanawake. Hii ni hatua kubwa kwa soka la Tanzania kwa upande wa wanawake, kwa sababu unapokuwa na timu napata nafasi ya kushiriki mashindano kama haya, tunaamini kwanza inawajengea uzoefu wa wachezaji na inawafanya kuona thamani yao kwa kile wanachokifanya, kwa sababu mashindano yanawakutanisha na wachezaji wengine. Kwa hiyo inawapa kitu kikubwa sana kwao. Sawa, tutoke hapo katika ligi mabingwa wanawake Afrika, turejee nyumbani hapa Tanzania, ambapo rais wa chama cha riadha Tanzania RT Rogath Steven amesema mwanariadha Alphonse Felix Simbo ana nafasi kubwa kutoa tuzo ya mchezaji bora wa riadha duniani. Rogath amesema ana kila sababu ya kusema hivyo kwa sababu tayari amepokea barua rasmi ya mwaliko kutoka shirikisho la riadha duniani kwenda kushiriki katika hafla hiyo kwenye mji wa Monaco nchini Ufaransa. Taarifa zaidi na mwenzetu Ramadhani Mvungi. Tuna matumaini makubwa sana ya Alphonse kushinda tuzo hii ya mchezaji bora wa riadha duniani. Na kwa nini? Kwanza nataka niwaambie watu wa Tanzania wenzangu kwamba leo hii tumepata barua rasmi kutoka shirikisho la riadha duniani na mwaliko rasmi kutoka shirikisho la riadha duniani. Lakini vile vile mpaka sasa ukishaona kuna mwaliko umefika, maana yake sasa hiyo ndio safari ya kwenda katika mji wa Monaco ambao ndiko kuna makao makuu ya shirikisho la riadha duniani, na ndiko hafla hiyo itafanyikia hapo. Na wachezaji wengine wote watatangazwa rasmi ambao watakuwa wamefanikiwa wamechaguliwa kupata tuzo hiyo. Michezo mingine watatangazwa rasmi tarehe 13, lakini bwana Simbu na Sebastian Sawe wao watatangazwa pale kwenye uwanja ambapo hafla yenyewe itafanyika pale Monaco. Shirikisho la riadha Tanzania lina matumaini ya namna gani kwa Alphonse Simbu kuibuka mshindi wa jumla, na maandalizi ya safari yake kuelekea Monaco Ufaransa kwa ajili ya hizi tuzo yako katika hatua gani kwa sasa? Niseme tu wazi kwamba Tanzania tuna nafasi kubwa ya kupata tuzo hii. Kwa nini nasema hivi? Nasema hivi kwa sababu tuna vigezo vingi vya kila aina ambavyo tunaviangalia pale, lakini kama ni ushawishi, tumefanya ushawishi mkubwa na viongozi mbalimbali pamoja na wanamichezo na wadau mbalimbali duniani katika upigaji kura wamemunga sana mkono bwana Alphonse Simbu. Lakini sio hilo tu pia, lakini Tanzania kupitia Simbu tumeng'ara sana katika ulimwengu wa riadha. Tumeitoa sasa mchezo wa riadha Tanzania, sasa tumetoka kwenye renki ya 170 kitu, sasa hivi tuko renki ya nafasi ya 20 duniani kwa mchezo wa riadha. Lakini Afrika zaidi tuko nafasi 3, tumetoka nafasi ya 38, sasa hivi tuko nafasi ya 3 katika Afrika mchezo wa riadha, tuko renki ya 3. Wa kwanza ni Kenya, wa pili ni Botswana, 3 Tanzania, 4 Ethiopia. Sasa nendeni mkaangalie renki Tanzania tumepanda, angalia tulipo renki yetu sasa hivi. Hii yote ni namna ambavyo mchezo wa riadha kwa muda mfupi umekuwa. Kwa nini umekuwa? Tusiseme mambo mengine.
riadha imepata mtu sahihi wa kuiongoza ambaye amewahi kuikimbia na anaujua mchezo wa riadha na anajua namna gani ya kuhamasisha mchezo wa riadha ili wanariadha wawe na morali kubwa sana. Na ndio cho mnachokiona sasa hivi kwa muda mchache tunaona namna wanariadha wa Tanzania wanafanya vizuri kimataifa. Kando na Alphonce Simbu, je, hapa nchini Tanzania katika historia ya riadha yuko mkimbiaji ambaye amewahi kuchaguliwa kuwania tuzo ya aina hii? Hakuna mwanariadha yoyote hapa nchini amewahi kuwa nominee, amewahi kupendekezwa au kuchaguliwa na shirikisho la riadha duniani kuwania nafasi kama hii ambayo Simbu anaiwania tuzo ya mchezaji bora duniani. Tangu shirikisho la riadha Tanzania limeanzishwa mwaka 1954 hakuna mwanariadha yoyote ambaye, kwa hiyo Simbu ndio mwanariadha wa kwanza kuwa nominee na World Athletics na shirikisho la riadha duniani. Na niseme tu wazi kwamba sisi matumaini yetu ni makubwa sana kwamba Bwana Simbu anaweza akanyakua tuzo hii, na itakuwa historia ya kwanza si kwa shirikisho la riadha na si kwa wanariadha wa Tanzania tu, bali kwa taifa letu, na litakuwa jambo la heshima sana kwa taifa letu kwamba tukipata tuzo ya mchezaji bora duniani. Tuzo hii ni kama zile tuzo mnazoona wanapata kina Ronaldo, wanapata kina Messi. Kwa hiyo sisi kwenye riadha sasa hivi tujivunie kama vile wenzetu Brazil wanavyojivunia au tunavyoona Portugal wanajivunia kwenye mpira wa miguu kwa wachezaji wao kupata tuzo ya mchezaji bora. Kwa hiyo na sisi Tanzania tutakapopata medali tuzo hii itakuwa ni jambo la heshima katika riadha, na ndio mara ya kwanza tunapata tuzo kama hii. Mimi nitoe wito kwa Watanzania wenzangu, ni muda sasa wa kuja kuwekeza kwenye riadha, na riadha ni mchezo rahisi kuwekeza na mchezo ambao unaupa heshima taifa letu. Sisi ni mchezo ambao tangu michezo ya Olimpiki imeanza hatujawahi kukosa kupata viwango vya kushiriki michezo ya Olimpiki. Ndio mchezo pekee ambao, riadha ndio mchezo pekee ambao unawakilisha nchi kwenye michezo mikubwa duniani ambayo ndio Olimpiki, na Olimpiki ndio mchezo mkubwa kuliko mchezo wote duniani, ndio tunaofikia viwango vya kushiriki mashindano yale. Kwa hiyo wadau mbalimbali ni waombe waje wawekeze kwenye riadha ili sasa sisi tuitawale riadha duniani kama Kenya na Ethiopia. Yes, ni Rogat Akwari, ni rais wa RT Riadha Tanzania. Unaweza kusema kwamba ile mtoto wa nyoka ni nyoka kwa sababu yeye ni rais wa riadha Tanzania. Baba yake alikuwa ni mwanariadha na aliweka rekodi ya alikimbia mbio akavunjika mguu. Ilikuwa ni mbio za mita 42, lakini yeye akavunjika mguu katika kilomita 16. Wakati wenzake wote washamaliza tayari, yani washamaliza, washaondoka, yeye lakini alijikongoja hivyo hivyo mpaka mwishoni. Kwa alitumia zaidi ya masaa zaidi ya 10 kumaliza ile mbio. Wakati watu wataka kuondoka uwanjani pale, yeye ndo akawa anaingia akishebea mguu. Kwa hiyo watu wengi wakawa wanamkimbilia na wakamuuliza kwa nini, akasema nchi yangu hajanituma maili zaidi ya 1000 kuja hapa kuanza mbio tu, bali nakuja kumaliza mbio. Kwa hiyo ni tukio moja kubwa sana, na anakumbukwa mzee Stephen Akwari kwa tukio hilo kubwa. Sasa huyu ndo mwanae ambaye ndio rais wa riadha Tanzania. Unaweza kuona hiyo DNA ambayo inatembea mpaka hivyo katika michezo kwa ujumla katika hapa nyumbani Tanzania. Tutoke hapo twende kwa taifa nyingine ambapo ligi ya vijana chini ya miaka 15 ya wilaya ya Ilala imeanza kutimua vumbi wilayani humo chini ya chama cha soka wilaya ya Ilala IDFA, ambapo vijana wametakiwa kuwekeza katika soka. 14 tuzo zichuja baada ya kutoa tangazo. Huwa tunafanya hatuchagui timu, huwa tunatoa tangazo kwa kutoa timu za kawaida na kupigia simu ambayo iko tayari kushiriki aweze kushiriki. Na katika hizo timu ambazo likizi vigezo ndio hizo ambazo tunataka 14. Kwa maana ina maana kuna timu nyingi sana. Tuna timu 53. Timu 55. Hizo vigezo ni 14. Sawa sawa. Kuitikia wito wa timu kupata timu 14 ambazo ndio tunaanza kushiriki ligi hii, ambapo tunategemea bingwa timu 4 za juu kwenda kucheza ligi ya mkoa kwa Serengeti. Kwanza ni furaha kwetu na inaonyesha kwa kiasi gani IDFA imeamini Utulivu FC au wakazi wa Zavala na kata Buni kwa ujumla kwamba wanaweza kuamini kwa wenyeji na waandaaji wenyeji wa mashindano haya. Kwa hiyo sisi kimsingi tunapokea vizuri sana
mwanzo wa mashindano. Nafikiri umeona wananchi kujitokeza kutosha kwenye mashindano haya na wameshiriki. Mashindano yamefanyika vizuri na utulivu kama jina lilivyo la utulivu. Hapakuwa na rapsha, pana amani, watu ni wengi. Tuombe radhi kidogo kutokana na sauti kutokuwa sawa katika historia hiyo hapo. Tuangazie taarifa nyingine kwa wakati huu ambapo ligi ya mchezo wa Smash Paddle imeanza jijini Dar es Salaam ikienda kwa jina la Safari Smash Paddle Premier na kujumuisha timu 12, 4 za wanawake na 8 za wanaume. Katika michezo ya ufunguzi ya ligi hiyo, michezo wa awali uliokutanisha timu ya Tembo ilifunga kiboko kwa seti 2 ambazo ni 6-1 na 6-2. Mchezo mwingine ulizikutanisha timu za Duma na Simba ambapo Duma alishinda kwa seti 6-3, 7-5. Wakizungumza na Azam Sports, wachezaji na muamuzi wa mchezo huo wamesema ligi hiyo itasaidia kukuza vipaji vyao kwenye mchezo huo. Ile ni mashindano, ni ligi itaisha baada ya miezi miwili. Sasa hivi tulianza regular season. Kila club amechagua wachezaji 6. So tunaendelea na ile safari. Ni mara ya kwanza inafanyika hapa Tanzania. Ilikuwa sponsor na Nox kutoka Spain, na leo tumecheza match ya kwanza. Tunashukuru Mungu tumeshinda kama Paddle Center Club. Timu yetu inaitwa Tembo. So utaona kila club ana jina lake. Sisi ni Tembo. Leo tumecheza na Kiboko na sasa hivi hapa wanacheza Simba mbele ya Duma. So inshallah tutaendelea kukupa update, na tunashukuru Azam pia. Asante sana. Mchezo wa leo ulikuwa kidogo ngumu, ndio tumeanza mashindano. Nashukuru Mungu tumefanikiwa, tumeshinda mechi ya kwanza. Ndio tumeanza safari kwenye ligi hiyo ya Safari Smash Paddle Premier League. Hii mchezo wa paddle imekuwa labda mwaka mmoja au mwaka mbili tutanga imeingia Tanzania na imeshakuwa popular sana, na naona zaidi itakuwa tu popular wakati mashindano kama haya yanafanyika na wachezaji wanaongezeka kila siku. Kwa hiyo na imani sana baada ya miaka miwili mitatu mchezo hii itakuwa popular sana. Game ilikuwa ni nzuri, haikuwa na utata mwingi japokuwa ilikuwa ni tough kidogo. Khalid na Hassan waliwashinda na Ali na Mazen kwa seti ya kwanza 6-2 na seti ya pili wakashinda tena 6-2. Mechi ikawa imeisha. Game ilikuwa ni nzuri, watu walienjoy. Unajua Khalid ni mchezaji ambaye ni uko level ya juu sana, na nani huyu na Hassan level yao ilikuwa ni ya juu sana. Waliweza kuwashinda wenzao technically kwa vitu vingi sana. Ndio maana wakaondoka na seti zote mbili, ya kwanza na ya pili, kwa sababu mchezo waga una seti 3. So ile seti ya kwanza wamechukua wao na seti ya pili wamechukua wao. Kwa hiyo mechi ikawa imeisha, haikuwa tena na mambo mengi. Kama wangechukua 1-1 wangeenda seti ya 3 ambayo ingekuwa ndo kama seti ambayo tunamtafuta mshindi. Huu ndo kwanza ufunguzi, ndo kwanza leo tumefungua. So ligi itaendelea kila siku, almost every day, lakini tutakuwa tunatoa update kwenye akaunti yetu ya Paddle Center Tanzania ya Instagram na kwenye akaunti zingine. So karibuni sana. Na sisi tutakaribia kwa ajili ya kuweza kujiunga. Rashid, vipi? Upo tayari kwa ajili ya kucheza paddle tennis? Vipi kwa? Vipo wanacheza maeneo matatu kama sio sasa. Tutaenda. Paddle. Paddle smash. Tali. Hap. Hiyo kienda mara 2 tu Rashid kwambia. Unajua wewe mzima sana. Yaani Rashid kienda mara 2 tu. Naweza. Nafikiri mpira dakika ngapi? Nafikiri mpira unaovizia kwamba unategea tegea. Mla mna kutegea. Sawa. Ilikuwa ni soka letu kwa wakati huu hapa, na tunafunga kurasa hiyo. Tukirejea tutakuja kuangazia joto la Afrika. Bado nipo na wachambuzi wangu Andrew Kinga Mkono, Rashid Don Hamis the Heavyweight Pandit. Mimi ni Said Salim Msomi.